Ilikuwa ni ndani ya baa moja maarufu sana ndani ya jiji la Dar es Salaam, baa ambayo milango yake haikuwahi kufungwa, iwe asubuhi, mchana ama usiku. Burudani ziliendelea kama kawaida. Kilichokuwa kikibadilika kwenye baa ile ni wahudumu ambao walipeana nafasi ya kuhudumu kila baada ya saa 8. Wahudumu hao walikuwa kwenye jinsia zote, yaani walikuwepo wahudumu wa kike na wa kiume, na walikuwa katika mgawanyo wa majukumu. Wapo ambao kazi yao ilikuwa ni kuhudumia chakula, wengine vinywaji vikali na laini, wengine walihusika na kuchoma nyama tu, huku wengine kazi yao ilikuwa ni kuhakikisha meza zote zipo safi muda wote. Kama zilivyo baa zingine kuwa na meneja, meneja wa baa ile alikuwa ni mtu mzima karibu miaka 55 hadi 60, lakini alikuwa ni aina ya wazee ambao hawajawahi kukubali umri una nafasi kwenye maisha. Wao waliibua msemo wao kwamba umri ni namba, na walihalalisha huo msemo ili wapate nafasi ya kuyarudi ya ujanani na vijana wadogo ama mabinti wadogo. Meneja huyo ambaye wafanyakazi wake waliamua kumpachika jina la Baba Usinipite, alijikuta akilowea kwenye maisha ya anasa na kuiweka kazi kama pitio la kuharakisha anasa zake. Kwa tabia yake hiyo, alijikuta akilazimika kuwa nje ya kazi kwa saa nyingi zaidi. Hapo ndipo alipopata wazo la kumwamini mmoja wa wafanyakazi wake, na turufu hiyo ikamwangukia kijana mtiifu ambaye wenzake walimfahamu kwa jina la Gunga. Gunga halikuwa jina lake halisi na hakuna aliyewahi kulijua jina lake kwenye hayo mazingira yake ya kazi. Umri wake ulikuwa kwenye makadirio ya miaka 28 hadi 30. Elimu yake ilikuwa ni elimu ya chuo kikuu na aliwahi kufanya kazi kwenye kampuni fulani wakati akingojea ajira. Ajira hazikutoka na bahati mbaya kampuni aliyokuwa akiifanyia kazi ikatetereka kiuchumi na wafanyakazi wakapunguzwa na yeye akiwa mmoja wao. Kazi aliyoifanya kwa miaka 3 ikaota mbawa, na bahati mbaya zaidi wakati huo alikuwa ameshaoa. Alimuoa mwanamke wake wa tangu balehe. Tangu asimamishwe kazi ilikuwa imekatika miaka 2 na miezi 6, ukiunganisha na ile miaka 3 ya kazi na ndoa, jumla ilikuwa miaka 5 na miezi 6. Gunga kwenye ile baa alikuwa na zaidi ya miezi 9. Kazi yake ilikuwa ni kuhakikisha meza zote zinakuwa safi wakati wote, na jioni alikuwa anapewa ujira wa shilingi 3,000 hadi 5,000 kama posho ya kazi aliyoifanya. Kitendo cha meneja wake kumwamini na kumuongezea jukumu la kusimamia ile baa wakati akiwa hayupo, kwake ilikuwa ni furaha kubwa. Posho yake iliongezeka na kuwa 7,000 hadi 10,000 na wakati mwingine hadi 15,000. Saa za kazi nazo zikaongezeka, na wakati mwingine alikesha na wakati mwingine alilazimika kutoka usiku mnene. Licha ya kuwa msaidizi wa kuaminika wa meneja, lakini Gunga hakuwahi kuzidisha posho yake wala hakuwahi kutamani kujiongeza kwa kupiga pesa kwa namna yoyote. Alikuwa mwaminifu haswa kiasi hata chenji ya shilingi 50 alihakikisha haibaki mfukoni mwake. Wafanyakazi walimpenda na wateja walimpenda. Alipendwa na kila mtu hapo kazini kwake. Licha ya kuwa na nyota ya kupendwa, lakini hakuna aliyewahi kujua anaishi wapi wala hakuna aliyewahi kujua ana mke nyumbani, tena mke wa ndoa. Yote 9-10 ni kwamba hakuwa akiifurahia ndoa yake. Aliishi kwa karaha kubwa, lakini licha ya karaha hizo, hakuwahi kuinua mdomo wake na kumtusi mke wake wala kumpiga, ijapokuwa mke wake alikuwa akimtusi na kumkejeli sana. Kwa nini? Kwa sababu mke wake ndiye alikuwa kichwa cha familia ya watu wawili tu. Hawakuwahi kupata mtoto, na sababu sio kama walikuwa wagonjwa, la hasha. Sababu ni mwanamke hakuwa tayari kuzaa kwa sababu aliamini mume wake hawezi kumtunza mtoto. Siku hiyo akiwa amekaa kwenye kaunta ya meneja, huku macho yake yakitalii huku na huko kuhakikisha wahudumu wapo kwenye maeneo yao, kumbukumbu za maisha yake na mke wake zikamzonga. Akatikisa kichwa kupambana nazo, lakini hakufua dafu, zikambeba. Siwezi kuzaa na mwanaume ambaye najua hawezi kununua nepi ya 1,000. Ilikuwa ni kauli chungu kutoka kwenye kinywa cha mke wa Gunga. Tena haikuishia kuwa kauli tu, bali na msonyo ulifuatia, huku macho ya mke wake yakicheza kinyalinyali. Kama haikutosha, mwanamke akajigeuza na kumsukuma mwanaume kwa guu lake la kulia. Gunda akaenda chini kitako kutoka sofani alipokuwa amekaa na mke wake. Lakini wewe ni mke wangu halali kabisa, kwa nini unanifanyia hivi? Kwa nini hutaki kuzaa na mimi ambaye nimefunga ndoa na wewe? Gunga alimuuliza mkewe huku akiinuka kutoka chini. Mwanamke akasimama na kushika kiuno, mishipa ya uso ikiwa imemsimama kama kiazi kitamu kilichopigwa na jua la saa 7 mchana.
Eti mke wako, ni lini umenipeleka saluni? Lini umekuja na nguo ya dukani? Lini umewahi kununua hata mafuta ya kulembesha midomo yangu? Umewahi kununua vocha angalau nitume ujumbe mfupi? Mwanamke alimkoromea huku akitikisa kalio moja kwa namna ya kusuta. Lakini vyote ulivipata wakati nina kazi. Hata sasa sina kazi, lakini nguo za mtumba najitahidi kukununulia, ila huwa unazikataa. Unataka niibe? Gunga aliongea kinyonge. Ukiiba nitakuwa wa kwanza kukukamata na kukutia ndani. Mwanaume pambana. Au una hawara mahali fulani ambaye unamjali? Ratiba zako zimebadilika siku hizi na sijui huwa usiku unatoka wapi na unakaidi amri yangu ya kukutaka urudi nyumbani kabla sijafika kutoka kazini. Gunga alitabasamu kidogo kisha akamtazama mke wake kwa sekunde kadhaa na kusema, unataka nichakarike na bado unataka niwahi kurudi nyumbani kama kondoo? Usijisahau ukahisi umeota ndevu na unaweza kunifanya lolote. Alipiga hatua na kuelekea chumbani akiwa anasindikizwa na maneno ya kejeli na dhihaka kutoka kwa mke wake. Hakujali, aliingia chumbani na kujitupa kitandani, mawazo yakambeba. Gunga alijikuta akiguna peke yake huku akirejesha mawazo ndani ya eneo lake la kazi. Akazungusha macho yake huku na huko na mwisho akaishia kuinua mkono wake wa kushoto na kutazama majira ya saa yake. Ilikuwa inakaribia kutimia saa 5:45 usiku. Akashuka kwenye kiti na kuutazama mlango wa wateja maalumu, akafikiria kidogo kisha akainua mguu wake na kusogea karibu na mlango ule ambao kwa siku hiyo ulipambwa na kibao kilichokuwa kimeandikwa closed, ilimaanisha hakukutakiwa mtu kuingia huko, na kwa siku hiyo wale wanaopenda kujikweza maeneo ya starehe hawakuruhusiwa kabisa, kwa madai kwamba kulikuwa na matengenezo kidogo ndani ya ukumbi huo mdogo ndani ya baa hiyo maarufu jijini Dar es Salaam. Gunga alifika hadi mlangoni na kisha akatoa ufunguo na kuingiza kwenye kitasa cha mlango, akazungusha na kabali za kitasa zikaachia kisha akausukuma mlango na kuingia ndani. Dakika 5 zilikatika akiwa huko sehemu ya watu maalum. Dakika ya 6 akatokea mlangoni na kuacha bila kuufunga, aliuegesha. Alirejea kwenye kiti cha meneja huku macho yake yakiwa kwenye mlango wa kuingilia ndani ya baa. Akili yake akaiweka hapo licha ya sekunde chache kulazimika kuzungusha kichwa huku na huko ili kuhakikisha kazi zinaendelea. Licha ya watu kuwa wengi na wengine kuinuka na kucheza, lakini jicho lake lilikuwa makini sana na mlango wa kuingilia na alikuwa akimuona kila aliyekuwa akiingia na kutoka. Gunga kuna jambo alikuwa analisubiri na alilitarajia kuanzia saa 6 za usiku, muda ambao tarehe hubadilika. Saa 6:03 kile alichokuwa akikisubiri kikatokea. Macho yake yalimuona jamaa mmoja akiingia kwa wasiwasi na kutojiamini. Gunga alitabasamu huku akichukua simu yake na kuanza kuandika ujumbe mfupi kisha akautuma. Sekunde chache baadaye yule jamaa aliyekuwa akiingia alijipapasa mifuko yake na kutoka na simu, akafungua sehemu ya ujumbe mfupi na kuirejesha kisha akapiga hatua na kuelekea mlango wa chumba cha watu wa hadhi ya juu. Gunga aliendelea kukaa palepale alipokuwa na bado macho yake yaliendelea kuwa mlangoni. Aliendelea kuhesabu matumbo ya watu waliokuwa wakiingia na kusoma namba za visogo vya watu waliokuwa wakiondoka. Saa 6:08 kuna mtu mwingine naye aliingia huku akiwa ni mwenye wasiwasi na kutojiamini. Mtu yule naye alisimama mlangoni huku akihangaisha kichwa chake huku na huko. Muda mfupi baadaye alijipapasa mfukoni mwake na kutoa simu yake na kuitazama kidogo kisha akairejesha mfukoni na kupiga hatua na kuelekea ulipo mlango wa chumba cha watu wa hadhi ya juu. Gunga hakuondoka kwenye kiti wala hakuondoa macho yake kwenye mlango wa kuingilia. Saa 6:13 alimuona mtu mwingine aliyemtegemea na kama ilivyokuwa kwa wengine, alimtumia ujumbe na yule mtu alielekea chumba cha watu wa hadhi ya juu. Saa 6:18 mtu mwingine aliingia mlangoni kwa wasiwasi kama walivyokuwa wale waliotangulia. Alijipapasa kidogo na kutoa simu yake na kusoma ujumbe na pasipo kusubiri alipiga hatua kuelekea ulipo mlango ulioandikwa watu wa hadhi ya juu. Ikawe heri. Gunga alijinongoneza huku akishuka kwenye kiti kirefu alichokuwa amekalia. Akageuza shingo yake huku na huko kama anayetafuta kitu kisha akatabasamu na kumfuata mhudumu wa kike aliyekuwa akipokea pesa za biashara zote za pale baa. Mafundi wamekuja, simamia hapa kwa dakika 10 tu, ngoja nionane nao, alimwambia huku akimtupia tabasamu la amani, likapokelewa kama alivyolipeleka.
Gunga alipiga hatua taratibu kuelekea chumba cha watu wa hadhi ya juu. Akausukuma mlango taratibu na kuingia ndani, ambapo alikaribishwa na hewa safi kutoka kwenye kiyoyozi. Utulivu mkubwa ulikuwa ni himaya halali ya sehemu ile maalumu. Kushoto mwa mlango kulikuwa na milango miwili ya vyoo. Mlango mmoja ulikuwa maalumu kwa wanawake na mwingine wanaume. Gunga alitazama ule unaotumiwa na wanawake, akapiga hatua fupi na kuufikia, kisha akauvuta na kupata nafasi ya kuingia. Kama vilivyo vyoo vingine vya maeneo ya kujidai, kulikuwa na sinki la kunawia na sinki la kumaliza haja zako, ambapo pembeni ya sinki la kutiririsha salamu zako kulikuwa na bomba nyembamba na ndefu ambayo ilikuwa maalumu kwa kutiririsha maji kwa wale wenye dharura za mwili mzima. Juu ya ile bomba kulikuwa na soksi nyeusi yenye ukubwa wa kutosha kichwa cha mtu mzima. Gunga aliichukua huku akitabasamu, akaivaa na kufunika kichwa chake chote na kubakiza macho na pua tu. Mafanikio ya kwanza ni kila mmoja kufuata masharti bila kukosea, alijisemea baada ya kukuta ilibaki soksi moja kati ya 5 alizokuwa ameziweka pale saa chache zilizopita. Alipohakikisha kichwa chake na mwonekano wake hautaweza kutambulika, akavua shati aliyokuwa ameivaa na kubakiwa na fulana ya mikono mifupi, kisha akasukuma mlango na kutoka chooni. Akahakikisha korido zote za kuingilia kumbi za chumba cha watu wa hadhi ya juu zipo kimya na hakuna mtu. Akashusha pumzi zake na kujiweka sawa, kisha akatembea kuelekea kwenye ukumbi mdogo uliokuwa na uwezo wa kumiliki watu wasiozidi 6. Kwanza alisukuma mlango wa kuingilia na hakufanya jitihada zozote za kuingia. Lengo lake, alitaka watu waliokuwa mle ndani waweke matarajio kwa kiumbe aliyekuwa amesukuma mlango. Ikapita dakika moja ndipo akatanguliza mguu wake na kisha kiwiliwili chote kikaishia ndani. Kwa uvivu akageuka na kuweka komeo la mlango, kisha akageuka na kuwatazama watu 4 waliokuwa wamekaa kwa kuachiana mita moja, vichwa vyao wakiwa wamevifunika kwa soksi iliyoziba sehemu kubwa ya nyuso zao na kuwaachia macho na pua pekee. Nani aliyemsemesha mwenzake tangu mlipoingia hapa ndani? Gunga aliwauliza wale mabwana 4 ambao walikuwa wamekodoa macho wasielewe kilichotakiwa kuendelea. Alikwangua koo huku akitikisa kichwa chake kama anayekubali jambo fulani, kisha akarejea swali lake ambalo halikuwa limejibiwa na yeyote aliyekuwa mle ndani. Nani alijaribu kumsemesha mwenzake? Kimya. Hakuna aliyejibu wala kuweka ishara yoyote ile. Zaidi waliendelea kuyakodoa macho yao kwa mtu aliyekuwa mbele yao. Hawakumfahamu, ijapokuwa sauti yake sio ngeni kwenye masikio yao kwa sababu alikuwa akiwasiliana nao mara kadhaa kupitia namba zao za simu. Vizuri, Gunga alisema huku akijiweka sawa, kisha akatupa jicho kwa kila mtu aliyekuwa mle ndani. Aliporidhika akasema, nafurahi kuona nyote hamna wasiwasi licha ya kwamba mpo sehemu ngeni ambayo hamjawahi kuingia, na kizuri zaidi, mmeingia baa wakati ninyi nyote hamjawahi kulewa. Wale mabwana kwa mara ya kwanza tangu waingie pale ndani wakageuza vichwa vyao na kutazamana, lakini waliishia kuonana pua na macho tu. Mmekosea, Gunga alifoka, na kwa mara nyingine wale mabwana wakatazamana tena. Mnazidi kukosea. Gunga akafoka zaidi huku akizungusha kichwa chake kutoka kwa mmoja kwenda kwa mwingine. Aliona mshangao wa dhahiri nyusoni mwao, lakini hakuwajali. Ujumbe wangu uliwaambia nini? Niliwaambia mkiwa hapa ndani msigeuze shingo zenu kutazamana. Kila mmoja atazame upande wake bila kuvunja sharti hilo. Akanyamaza kidogo na kulainisha koo kwa mvumo wa mate, kisha akaendelea. Mimi na ninyi sote ni maskini. Mnajua kwa nini? Kwa sababu hatuzingatii kanuni za pesa, na ili tuzingatie kanuni hizo ni lazima tuheshimu hizo kanuni. Ninyi mnavunja kanuni ndogo yenye maana kubwa kwetu. Je, nilichowaitia hapa kitafanikiwa kama tunavunja kanuni nyepesi namna hii? Chumba kikabebwa na ukimya mkubwa, macho yote yakiwa kwa Gunga na macho ya Gunga yakiwa kwa wageni wake. Hakuna aliyesema wala kutikisika. Nidhamu ikabeba mkondo. Vizuri sana. Nimependa mlivyoonyesha nidhamu kwangu licha ya kwamba hamnifahamu na hamfahamiani. Mafanikio yetu ya kwanza yapo kwenye nidhamu. Nidhamu iwe ngao ya kila jambo. Gunga alinyamaza kidogo kisha akaendelea. Nilitarajia kuwa na ugeni wa watu zaidi ya 4, lakini ni 4 pekee mliofanikiwa kufika hapa. Hii ina maana mpo tayari kwa jambo litakalo kuja mbele yenu bila kujali matokeo yake ya baadaye. Najua. Gunga alikohoa kidogo kisha akatupia macho upande wake wa kulia walipokuwa wamekaa jamaa wawili ambao vimo vyao vilikuwa sawa.
urefu na ukubwa wa miili yao. Najua tukitoka hapa kila mmoja ana kesi kwa mke wake huko nyumbani. Wengine naweza kuwa sina shaka nao kwa kuwa wanaweza kuhimili mihemko ya wake zao. Shinda yangu ipo kwa huyu bwana hapa, alisema huku akinyoosha kidole kwa jamaa wa kwanza aliyekuwa kulia kwake. Licha ya kufanya hivyo, lakini wenzake hawakugeuza shingo zao kumtazama. Kanuni ilizingatiwa. Huyu anapigwa na mke wake, kwa hiyo kesi kubwa ipo kwa mwenzetu. Kauli yake hiyo ikaibua vicheko vya wale mabwana, akiwemo aliyesemwa. Kwa mara ya kwanza kila mmoja aliisikia sauti ya mwenzake. Dakika moja baadaye utulivu ukarejea na Gunga akaendelea. Inaweza kuwa yafurahisha, lakini haipendezi mwanaume kupigwa. Lakini licha ya kuwa haipendezi, hata mimi napigwa na mke wangu. Kwa mara nyingine kicheko kikatamalaki, na wakati huu wawili walijikuta wakijisahau na kugongeana mikono. Lakini Gunga hakuwakemea. Kwa nini? Kwa sababu alitaka wale watu watengeneze mahusiano mazuri ya kuelewana. Soga zake za wao kupigwa na wake zao hazikuwa za bahati mbaya. Alikusudia kuweka kiungo cha mahusiano kupitia maisha yao halisi. Huu ni mwisho wa sehemu ya kwanza. Kama umeipenda simulizi hii, weka maoni yako hapo kwenye komenti. Pia usisahau kusubscribe kwenye chaneli hii ili uwe wa kwanza kupata sehemu ya pili.